Alhamdulillah, kwanza dhulma ni sio nzuri. Allah Ta'ala katika hadith Qudsi kasema, ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi waja'altu bainakum muharraman fala tadhalamu. Yeye Mungu anaweza kufanya kitu chochote ambaye hakuna mtu anamuuliza, lakini anasema waja wangu lazima ujue tangazo hili kutoka kwangu. Mimi Mungu nimeharimu kwangu dhulma. Mimi siwezi kudhulumu mtu. Imana Mungu anasema wama rabbuka bidhallamin lilabid. Mungu hawezi kumdhulumu waja wake hata siku moja. Na nimejalia baina yenu nyinyi usifanyeni dhulma. Usimdhulumu ndugu zako. Dhulma ulama wanasema dhulumati يوم القيامة. Ni giza siku ya kiyama. Zaidi hapa dhambi kubwa kabisa ni mtu anafanya shirki. Shirki ni dhambi kubwa sana. Unaenda kwa wachawi, unamroga mtu. Alafu ushashinda kesi. Alafu umefanya dhambi kubwa sana. Hakuna dhambi kubwa sana katika Uislamu mtu anafanya shirki. Imana Allah Ta'ala katika Qur'an anasema ala lisani Isa alayhi wa ala nabiyina salam, innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi aljanna wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Yeyote anamshirikisha Mungu, Mungu ameharamisha kwake pepo. Sikia aya, ameharamisha kwake pepo inatosha. Akasema anaenda kulala moto, mawa jahannam. Katika suratul An'am, Fatima, Allah ametaja majina manabii. Manabii tunajua utukufu wao daraja kubwa sana. Mmoja akasema walau ashraku la habata anhum ma kanu ya'malu. Kama watathubutu wao kufanya shirki, mambo yote amefanya manabii huyu itasambaratika wala haubatatawa. Katika suratul Zumar wakati Allah anaongea anaongea na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, la in ashrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunna min al-khasirin bal illaha fa'bud wa kun min ash-shakirin wama qadara Allah haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al-qiyamah was samawati matwiyatun bi yaminihi. Mungu anasema watu wanamshirikisha Mungu, hajajua thamani ya Mungu, hajaheshimu Mungu, hajajua utukufu wa Mungu. Unaenda kwa mtu kufanya mambo ya kijini, kiuchawi, itakusaidia nini? Sasa Mungu anaambia Mtume sallam, Mtume Muhammad, kama utawahi kufanya kuthubutu, na Mtume hasha wakala hawezi kufanya hivi, utamshirikisha Mungu, mambo yako yote umefanya wema itasambaratika. Sasa ndugu zangu Waislamu, katika sura Nisa Mungu anasema inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah anaweza kumsamehe mtu ambaye kafanya dhambi mbali isipokuwa hajafanya shirki, ilikuwa mtu tauhid, lakini kafanya dhambi nyingine, huenda Allah kwa ile tauhid hii atamsamehe. Lakini Allah hawezi kumsamehe mtu amefanya shirki. Ulama wanasema inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi amidan mutaammida. Tafsiri ulama, amefanya shirki anajua hii ni shirki. Kama mtu alikuwa jahil mjinga tamudhuru ومجال من الأنصار. الله سمع إن الله يشرك به ويغفر ما يشاء ومن يشرك في الله فقد ضل ضلالا بعيدا إن يدعون من دونه إلا إناثا ويدعون إلى شيطانا مريدا لعنه الله قال لا أتخذن من عبادك نصيب مفروضا ولا أضلنهم ولا أمنينهم ولا إلى آخر هذا. مش أنا تكمين ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد ضل ضلالا بعيدا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. يا يوتا أنك وتشاوي أنا تكمين مشيطاني majini hao. Na Mungu anasema yoyote ametegemea kupata nusra na faraja kwa shetani na wachawi hawezi kufaulu kabisa. Shetani, majini, wachawi watakuba ahadi wewe uliopata kufurahia, lakini baadaye itaisha, itayayuka hivi, itabaki ukweli. Watu waogope Mungu, waache mambo uchawi na shirki, waogope Mungu sana. Dunia sehemu ya kupita, sio sehemu dunia ya kubaki milele. Naam.